Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kunijalia siku hii ya leo na kupata nguvu ya kuja mbele ya kamera hii kidogo kuwapa pole wale wote walioathirika na taarifa potofu zilizoweza kutoka, lakini yote hayo wanasema kwenye msafara wa mamba hata kenge wamo. Siku zote nimekuwa nawaeleza kwamba mtu yoyote ukitaka kujigundua kwamba wewe una balaa, wewe una mkosi, wewe hufanikiwi, wewe ni maskini wa kutupwa, utaangalia, jichunguze sana katika matendo yako, kwa sababu jambo zuri wewe utaona baya, baya utaliona zuri. Wako watu mpaka sasa hivi ninavyokuwa naongea namna hii wamevuta midomo, wanakasirika. Anajifanya sana huyu mzee, kila siku anatuambia kwamba tupige vita umaskini. Huyo kaumbwa na umaskini. Yuko mwingine anafikiria kukutukana kabisa. Yuko mwingine anafikiria, anaunda njama ya kutaka kuliharibu jina lako na wanafunzi wako waweze wasikusikilize. Lakini napenda nikwambie, hakuna mwanafunzi wangu hata mmoja ambaye anaweza akafuata upuuzi wa aina yoyote unaotoka ima mitandaoni ima kwa simu za mkononi. Kwa sababu gani? Mimi huwa ninamaliza kazi zangu, ninaweza nikazifanya kazi zangu kwa weledi na mtu akafanikiwa tukafika naye mwisho. Sasa basi, kwa yale ambayo yamepita hapa nimeyaona, nilikuwa na huruma. Masomo haya ninayatoa kwa uwazi. Watu wengine wanafikiria kwamba labda mimi ni mganga wa kienyeji. Watu wengine wanafikiria mimi ni tabibu. Watu wengine wanafikiria hasha lillahi, mimi sio mganga wa kienyeji. Napenda nikwambie hilo. Ninafanya kazi zangu kwa ajili ya kukuelimisha wewe uweze kupitia maisha ambayo yatakuwa ni mazuri hapa duniani na kesho akhera. Nimekupa elimu kuhusiana na viumbe wasioonekana, elimu ambayo ni agharabu sana watu kuweza kuifahamu. Kuna watu wametunza vitabu vya kale, unakwenda pale ukipekua pale utaona mambo ya ajabu sana. Kuna wale rika iliyopita walisoma vitabu vingine vinaitwa Robinson Crusoe, Mashimo ya Mfalme Suleiman bin Daudi, Mashimo ya Mfalme Solomoni. Watu hao ukiwauliza wale waliosoma vitabu vile na wewe mtu wa leo, itaonekana kabisa mambo haya ninayasema wewe kwako utakuwa unayaona kama ndoto. Lakini mambo haya yapo, yalikuwepo na yaliumbwa kuwepo. Hawa viumbe majini wapo, amini wapo, na usiamini kwamba hawana uwezo. Wana uwezo mkubwa sana, kwa sababu wao kwanza hawaonekani. Sisi wanatuona, wewe huwezi ukawaona kwa macho ya kawaida. Mpaka elimu, uwe na elimu. Sasa unapokuwa unafundisha masomo kama haya, mtu mwingine anaweza akatoka huko, kachukua picha zako, kama kuzichafua tu katika hali ya kukuharibia na kukutukana. Lakini nasema hivi, hii imenisababishia nitakuwa ninafundisha, na kama ninafundisha, wewe mwenye shida ambayo unataka nikusaidie kufanya kazi zako, badala ya kunifuata hapa nilipo Dar es Salaam, mimi nitakufanyia ukiwa huko kwako. Ima tutumie simu nikupe maelekezo ufanye, au uingie gharama unitumie nauli, kulala, nije kwako nikufanyie huko, tuachane huko. Hii hadithi ya kuwaleta watu kuja huku, si watu wote kwamba watu wote wanakuwa wanamaliza salama. Wanaweza wakaja wawili kwa jinsi nilivyoona, mmoja akajificha, au wakaja wote wakaingia. Nikamwambia jambo hili ni faragha, nyinyi hamuaminiani, iko siku mtagombana, hata mngekuwa ndugu wa tumbo moja. Basi mwanze mmoja, akianza mmoja, huyu wa pili ukaja ukaangalia nyota yake ukamwambia wewe haiwezekani, umeleta fitina. Mzee ana ubaguzi. Na tufanye hivi, tufungue chaneli, tuanze kumtukana, tuanze kufanya hivi. Kwa hiyo kwa hali hiyo nimefunga msafara wa kuja kunifuata huku. Ukinihitaji na kuja huko uliko. Mimi natembea ulimwengu mzima. Unikatie tiketi, unigharimikie,
mpaka nikufikie, nikufanyie shughuli zako, nirudi nikiwa nimeachana na wewe kwa usalama, kwa sababu ukiwa kwako utakuwa unanimiliki vizuri. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi nimetoa rai hiyo, na hili ni tangazo ambalo liwafikie watu wote ambao ni wanafunzi wangu na wanapendelea bado niwape elimu ili waweze kuendelea na masomo yangu. Fuatana na mimi katika vipindi vijavyo ili tuweze kuelimishana, nikuelimishe na wewe uweze kupata elimu, upige vita umaskini katika hii dunia na kesho akhera uipate pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.